Mlelo kwa kufika kwako. Bwana Yesu asifiwe. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya kanisa, hasa kwa kiongozi mchungaji kunipa nafasi kuja katika wiki hii kuhudumu katika kanisa hili kwa siku hizi chache tulizokuwa nazo tangu siku ya Alhamisi. Asante sana mchungaji, na nimefurahia kukufahamu. Nimekupenda, moyo wangu umekupenda, na nimefurahi sana kuwajua wapendwa hawa ulionitambulisha kwao. Baba Mungu akubariki sana. Nawashukuru wachungaji pia waliofika na viongozi wa kanisa la KLPT pia. Kama nilivyosikia, baba, nafurahi kukufahamu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Na niseme tu tunamaliza leo na tumebarikiwa. Mimi binafsi nimefurahia sana wiki hii. Itakuwa ni wiki ya baraka ya kukumbuka kwangu. Nilikuwa Dar es Salaam nikakutana na wapendwa wazuri kama nyie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni siku ya mwisho, leo tunaenda kumaliza. Sitachukua maneno mengi sana kwa sababu tumezungumza mengi pia, na katika hayo yote tumeyahifadhi mambo yote katika flash. Ukitoka mahali hapa baada ya ibada, naomba usiache kuchukua flash yako. Bwana Yesu asifiwe. Chukua tu kumbukumbu hiyo, utaenda kuiweka nyumbani kwako, utanisikiliza pamoja na familia, na zaidi ya yote utajifunza mambo. Kuna vitu vingine vimekuwa ni vya baraka sana, tumevizungumza wiki hii na uwezo ukavisikia tena mahali pengine. Kwa hiyo sio vibaya, flashi kwenye meza mlangoni pale. Kabla hujatoka unaweza kaonana na yule mpendwa anaitwa Joshua, anaweza akakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Hebu inamisha kichwa chako, nimshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Muumba mbingu na nchi, umekuwa pamoja nasi tangu siku tulipoanza siku ya kwanza, na hata tumefikia leo siku ya kuhitimisha mkutano huu. Asante kwa ule uwepo tuliokuwa nao mahali hapa, na vile ambavyo Mungu umejifunua kwetu kwa njia mbalimbali. Umesema nasi kwa neno lako, na kwa namna ya kipekee sana Mungu umeinua vipawa vya watu tena, na umeinua tena na karama zao, na umewajaza nguvu tena ya kuona wanaweza wakafanya mambo makubwa katika maisha yao. Asante kwa sababu jioni ya leo tunapoenda kuingia katika kuhitimisha, wewe utasema nasi tena kwa lugha iliyo nyepesi sana na ya kueleweka, ili tukayapokee mambo haya, tukayaishi na tukayafurahia maisha katika Kristo. Maana ndani yake Kristo tumepata ukombozi mkamilifu, na neema hii imeachiliwa kwetu ili tukafurahie nyakati za kuishi kwetu hata siku ya kanisa litakaponyakuliwa. Bwana, tunakushukuru, ni katika jina lilopita majina yote, jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tuseme amen. Ningeomba kijana mmoja kidogo nigeuzie speaker ya hapa chini, maana sipati hata moja, niweze kusikia ninapoongea, nisiumie kwa kutumia nguvu. Hizi zimeangalia kama hii imegeuka kabisa, sioni kwenye masikio yangu. Wakati wa kuzungumza kwetu tumezungumza juu ya kalenda. Bwana Yesu asifiwe. Tumezungumzia juu ya taifa linaitwa Israeli kama nchi, nalo ni taifa ambalo limekuwa limebeba ujumla wa mambo yote ya unabii wa kuanzia mwanzo. Nachukua hii hapa. Na kupitia taifa hilo tumeweza kupata ukombozi kwa kupitia Mwokozi Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Na Israeli ni taifa. Amen. Na kanisa ni kanisa. Hivi vitu viwili ni tofauti. Sasa wa kanisa, yani wale ni watu na nchi wako kisiasa, na sisi ni kanisa, tuko kwenye mambo mengine yanahusiana na mambo ya rohoni. Kwa kuwa wao ni wa mwilini, wanaangalia katika mambo ya mwili, na sisi tumegawanywa, tumeingizwa katika mambo ya roho. Kwa mfano, Waisraeli hawajawahi hata siku moja kugundua kwamba kuna mapepo na nguvu za giza katika nyakati kabla Yesu hajaja. Bwana Yesu asifiwe. Wao wanajua tu ziko tawala za kifalme zinazofanya kazi kinyume na wao.
lakini hawakutambua kwa urahisi kujua kwamba kuna hizo falme zinawamiliki watu, zinafanya kazi, zina influence serikali na wanakuwa watu maadui kwa Waisraeli. Sasa jambo hilo lilikuwa limefichwa sana kwao. Yesu alipokuja ilionekana kama amekuja na elimu mpya. Wanasema Wayahudi tena anatoa pepo kwa Beelzebuli, maana hawajawahi kuzoea, hawajajua hiyo. Wanakuwepo Mafarisayo, makuhani wamekuwepo, lakini hawajawahi kutoa pepo. Lakini hali hiyo haikuwa kwamba ni kitu kigumu sana. Wakati Yesu anapokuja, kuna watu waliokusudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na elimu katika ulimwengu wa roho, wakati Yesu alipoleta kwamba tunaweza tukashika uweza na wa kimungu ndani yetu, tukatawala na tukafanya mambo makubwa katika ulimwengu wa roho, ilikuwa ni ngumu sana kwa Wayahudi kuelewa. Hapo sawa. Amen. Hapo sawa. Haleluya. Sema amen. Kwa hiyo kanisa utajigundua kwamba mmebezi sana kwenye mambo ya rohoni. Medumu sana kwenye mambo ya rohoni. Waisraeli wao wakaangalia sana mambo ya nje. Hawakupata ile picha rohoni kuna kwaje. Lakini katika Kristo Yesu vyote viwili vinafanyika. Yesu amekuja na elimu ya mambo ya rohoni ili tuweze kuvimiliki vitu ambavyo hauwezi kuvimiliki kwa namna moja au nyingine, kwa sababu ulimwengu wa roho una nguvu kuliko ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo alipokuja akatupa vyote katika roho na katika mwili. Ndio maana katika Paulo anasema hivi, alitupa katika Waefeso anasema Kristo ametupa sisi. Hebu ingia pamoja na mimi, nenda Wakolosai. Nenda Wakolosai. Kuna eneo moja la Wakolosai. Wakolosai 2, hebu fungua. Wakolosai 2 mstari wa 8 wa 9. Anasema maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili, na ninyi mnatimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Katika yeye tunatimilika, tunaingia kwenye uwezo wa kutenda, kwa sababu enzi yote na mamlaka ya kimungu imeruhusiwa kuingia katika maisha yako mwilini. Yeye alipokuwa katika jinsi ya mwili, uungu wote au utimilifu wote wa Mungu ulikuwepo katika mwili, kwa jinsi ya mwili. Sasa ile asilia katika Mungu imeruhusiwa na sisi tupokee. Nguvu zile zilizokuwa zikitumika, zilizokuwa ndani ya mwili wa Yesu, zimeruhusiwa kwa muumini yoyote aliyemkubali Yesu zikae ndani yake, na tukaingia kwenye kutimilika. Amen. Katika jinsi hii tuliovaa mwili, lakini jinsi hii katika mwili hii tuko rohoni. Amen. Yani vyovyote unavyofikiria, kwa mfano, Bwana Yesu asifiwe. Nataka niangalie katika Yesu alivyokuwa katika mwili. Alifika siku moja mahali alikamatwa kwa sababu hana kodi. Alikamatwa kwa sababu hana nini? Warumi wametaka kodi, na ililazimu kila Myahudi alipe kodi. Yesu na wanafunzi wake wakasadikika kama hawakulipa.
Sasa tufanye nini? Tulipe. Labda sanduku la mfuko wa akiba ulikuwa hauna kitu, lakini Yesu akafanya hivi. Simeoni, nenda mtoni, tupa ndoano. Amen. Utamvua samaki, fungua kinywa chake, ndani ya mdomo wa huyo samaki utakuta shekeli, ilete hapa. Simeoni ni mvuvi, tena professional, anajua mambo ya uvuvi, lakini hajawahi kujua kuna samaki anaweza kawa na shekeli. Sasa anafundishwa mambo ya rohoni, anaweza akayatumia kuapply kwenye kazi yake na akafanikiwa. Tunaelewana watu wa Mungu? Swala ilikuwa sio kulipa kodi, ilikuwa ni fundisho. Kwa sababu yeye ni kichwa cha enzi yote na mamlaka, Mungu amekaa katika mwili. Amen. Anakufundisha na wewe katika yeye Yesu unaingia katika utimilifu wake, maana yeye ni kichwa cha enzi yote na mamlaka. Kama ukigundua hiyo siri, anamwambia sasa, ukipata samaki fungua mdomo. Na mimi sifikiri samaki aliyekuja alikuwa ni samaki artificial, alikuwa ni samaki kabisa. Na huyo samaki alisikia neno Yesu alosema huko alipo ndani ya maji. Kama alikuwa Kibaha, aliondoka mbio akaenda mpaka Morogoro kuitafuta hiyo shekeli, akaichukua kutoka huko ili akutane kwenye eneo ambalo limekusudiwa na aliyesema. Sasa Simeoni yeye hajui samaki yuko wapi, kumbe hapo alipoenda ndipo mahali ambapo samaki naye anajua nitakutana na Simeoni hapo. Kwenye makutano hayo, ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili vilienda kufanya kazi pamoja katika Simeoni. Sema amen, amen. Nitakuonyesha mahali pengine. Huyo Simeoni mvuvi. Yesu alienda mahali, haleluya. Biblia inasema hivi, katika mji wa Genesareti. Na katika huo mji akahubiri neno kando ya bahari ya Tiberia. Na makutano makubwa yakamkusanyikia wakilisikiliza neno lake. Na walipokuwa wakimkusanyikia wakaanza kumsonga. Alikuwa akihubiri, Biblia inasema, neno lake, sio neno la Mungu, la kwake. Maana yeye mwenyewe amen. Wakimsonga songa, hawakuwa wanamaanisha wanamwamini. Mnanisikia eh? Hawakumaanisha wanamwamini. Sasa kumsonga ikalazimu hawezi kurudi nyuma tena, kuna bahari. Lakini kuna mtu mmoja yuko pembeni ya maji anaosha nyavu zake, na katika chombo chake hakuna samaki. Wakati anaongea, huyu jamaa anayefua wavu anaosha, sikio lake linamsikiliza. Amen. Moyo wake unayapokea yale maneno. Mimi nahisi, amen, mwenye akili anajua kusikiliza vizuri. Amen. Kwa sababu kwenye kusikia ndipo palipo na muujiza. Sawa watu wa Mungu eh? Sasa kwenye usikiaji wake akaipokea kila neno linalokuja masikioni. Na nafikiri akafanya maamuzi moyoni humo. Akasema, huyu bwana anachokiongea mbona ni kitu kikubwa? Na mimi hapa sina samaki. Na mimi hapa kodi za nyumba zinanisumbua. Kwa nini asinyamaze, achane na kuongea na hawa, ashughulike na maisha yangu? Sasa kumbe Yesu sio mwili. Yesu ni roho anayetembea ndani ya mwili. Akajua katika kuhubiri kwangu haya makutano haya hakuna aliyenisikia akanielewa. Aliyeelewa ni huyu hapa. Na kwa kuwa ameshanielewa, moyo wake umekuwa na shauku ya mimi kufanya kazi na yeye. Amen.
Kwa hiyo Yesu akalazimu amgeukie yule aliyemuelewa. Tunaenda sawa eh? Hawezi kukugeukia wewe usielewa. Biblia inasema angalieni msikiavyo, kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Kila aliye na kitu atapewa, na asiye na kitu hata kile alicho nacho. Ni kwenye eneo la kusikia, si eneo la kutoa, ni eneo la kusikia. Imeandikwa kwenye Marko 4. Sasa Simeoni akashangaa, kama vile alikuwa amesikiwa. Akaambia Simeoni, ndio Bwana, naweza kutumia chombo chako? Mimi ndio nilikuwa nataka. Kwa hiyo Yesu akaingia ndani ya chombo. Amen. Kwa sababu ndani ya moyo wa Simeoni alikuwa anatamani anachelewa aingie sahihi. Tunaenda sawa? Akiwa ndani ya chombo akamwambia Simeoni, fanya hivi, biashara ndogo ndogo achana nazo, twende kwenye biashara kubwa kubwa. Tusogeze mbele ya maji, twende mbele zaidi, twende kwenye kina kirefu. Simeoni akasogea. Yesu akawa anazungumza na makutano. Haya makutano makubwa, hakuna hata mmoja aliyetendewa muujiza, hata huyu hakuna. Walitoka tu pale, jamaa anaongea vizuri, lakini hawajaona muujiza kwao. Na mimi sitaki nitoke hapa sema Abishalom, achana naye bwana, jamaa anahubiri vizuri. Nataka utoke na kitu. Umevaa mwili, lakini umevaa nguvu nyingine iliyoko ndani ya mwili huu, inaweza kwenda kutoka na wewe na ikafanya miujiza mikubwa. Tumeenda sawa sawa eh? Sasa wako ndani ya maji. Simeoni, shusha wavu, kamata samaki. Mwalimu, nimefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, sikupata kitu hata kidogo, lakini kwa neno lako lile uliokuwa unafundisha kule, lile. Sasa kule alikuwa anafundisha nini? Muulize mwenzako, alikuwa anahubiri nini kule? Lazima ahubiri somo gumu, lazima hahubiri. Akihubiri cheap message hakuna kitu kitafanyika. Alihubiri hivi, kama mkiniamini mimi ndio neno, pasipo mimi hakuna kilichofanyika. Vyote unavyoviona vimefanyika kwa neno langu. Hata bahari hii na samaki waliomo ndani humu wananisikia, wananijua, wananielewa. Na mkiniamini hamtafanya kazi hapa mkateseka. Mkiniamini mtafanikiwa kwenye kazi zenu mnazotesikia kwenye bahari hii. Wanakamza lakini hawakuipokea. Huyu jamaa anasemaje yeye ndiye neno? Anasemaje kwamba yeye ndio alifanya vyote vinavyofanyika? Mioyo yao ikainama, hawakupokea message. Simeoni moyo wake ukainuka akisema, kwa nini niendelee kuteseka na mwenye bahari huyu, mwenye samaki huyu? Halo? Mungu hawezi kujiconnect na wewe ikiwa una maswali na utaki majibu aliyokuwekea katika ufahamu wako. Geukia jirani yako, mwambie muujiza unao hapa hapa. Siku moja nilienda Masaini katika kuhubiri, nikaita vipofu wasioona. Wakaja wa vipofu zaidi ya watu 6. Hawaoni. Na katika wale 6 kuna mmoja ambaye alikuwa hana hizi gololi. Hao wengine wote wanazo gololi. Kwa hiyo nikawa nauliza, vipi, unapenda kuona? Akasema kabisa nataka nione. Na wewe nataka kuona. Haya, sema asante Yesu, nimeona. Nikaeka mkono kufungua, unaona? Ndio naona. Kaa pembeni. Na wewe unaona? Naona. Nikafika na yule ambaye hana. Nikamuuliza, na wewe vipi? Akasema nitaonaje wakati sina gololi? Ikabidi hata mimi mwenyewe nicheke. Sasa huyu bwana anafikiri macho kwa sababu hana gololi, Mungu hawezi. Sasa kilichotokea, niliweka tu mkono. Mimi sijui kilichofanyika. Niliweka tu mkono kwa yule mtu ambaye hana gololi. Macho yakatokea. Wote waliokuwepo pale, baada ya kuona huyo mtu ametokea, wakakimbia. Sasa mimi nashangaa watu wanakimbia, wameniacha ni nini? Nakuja kuuliza, wakasema hivi, ule mkono ulionyoosha kuweka kwa yule mtu ulikuwa si wa mtu, ni mtu mwingine amekaa na wewe, amenyoosha mkono ameweka juu ya uso wa mtu. Na mimi natamani iwe hivi, sio wewe unayefanya, bali ni anayefanya. Piga kelele, sema amen. Sasa kwa kuwa Wamasai na wao hawana mawazo ya kuuliza, ilibidi kwanza washtuke. Huyu mtu mwingine ni yupi mwenye mkono mwingine huu?
Na mimi nataka nikwambie hivi, sio wewe, yuko aliye pamoja na wewe, akiamua kutembea na wewe, kwa sababu unaelewa chochote utakachokifanya kitafanikiwa. Piga kelele, sema amen. Na mimi natamani kanisa na Israeli twende pamoja, twende sawa sawa, sema amen. Wangapi wamenielewa fumbo langu hili? Aya, mgeukie jirani yako, mwambie kafanye kazi sasa, yuko pamoja na wewe. Haleluya, sema amen. Na kizungumza kufanya kazi, maana yake Mungu anafanya kazi hata. Tulisoma kwenye Warumi 8 pale, anasema Mungu hupenda kufanya kazi pamoja na wale wampendao kwa kusudi la kuwapatia mema, hasa wale walioitwa. Amen, sema amen, amen. Wewe kuna mkono ulio nao, mkono wako kwa jinsi ya mwili unajiona wewe, lakini kumbe kuna aliyepo zaidi ya mwili kakaa ndani, lakini anaoperate kupitia wewe. Kuna miujiza kwenye mikono yako, kuna mafanikio makubwa kwenye njia zako, na haitakai tokee mikono yako ikakosa kufanya kazi na kufanikiwa. Shangilia Yesu kwa makofi mazuri hayo. Na kutia moyo, wewe sio mtu wa kawaida. Sema amen. Kuna watu wengi wanaamini kwamba paka ameniombea ndio nitaona muujiza, lakini mimi siamini hivyo. Kwanza mimi kwa akili yangu siamini hivyo. Naamini wewe sio wa kawaida, tena inawezekana wewe unanipita mimi. Tatizo ni kwamba umejiona haupo katika kundi lile. Hilo ndio tatizo. Nilienda nikachukua bata, nilipata bata kule Mbeya, wale mabata mzinga, nikaja nikawaingiza katikati ya nyumba za kuku. Waligoma kutaga kwa miaka sio mingapi, 3. Wanajihisi hapa. Mambo yakakataa kabisa. Mama akasema sasa tufanyaje? Nikamwambia hawa wamechukia, wamewekwa na kuku. Nikaenda nikawasemesha, nikamwambia sikilizeni, sijawaleta hapa mkae mule tu, nataka nione mnaleta vifaranga hapa. Mulete. Kesho yake mama kaniletea yai tayari mmoja wapo. Asala, wewe umeleta yai. Kesho nyingine yai, kesho nyingine yai. Sasa hatujui dume ni yupi, jike ni lipi. Mama alileta bata zake 2 za kawaida, hizi za so yeye alimamzinga. Nikamwambia mama, sasa unaletaje hawa jamaa wanachafua sana? Akasema niache na bata zangu. Nikamwambia basi okay. Sasa nikamkwaza mama, watu wakakasirika. Siku moja niko nyumbani, nikaona kwenye mti wa mbele ya nyumba tai imekuja akasimama juu ya mti. Bonge la tai. Nikajua Mungu ameniletea tai huyu. Mama amefungua bata zake zimekuja hapo pembeni yangu. Mimi nakunywa chai, bata hawa jamaa wameniharibia. Tai, naomba njoo chukua riziki hii. Mke wangu yuko hapo, amesikia kabisa. Tai naye akaniangalia, ndege wanamzunguka tai, wanapiga kila ndege wanampiga tai, amekuja hapa anaweza kala watoto wetu. Tai yeye hangaiki, anapigiwa maneno, ametulia tu. Yule ndege wa ajabu sana. Nilipomwambia njoo chukua hao, tai akashuka kwenye mti akaja. Mikono yake ile mabawa yale makubwa mpaka mimi mwenyewe nilinjoi. Likaja hilo. Ninamuona akakamata wale bata 2 wa mama. Wanabebwa wanaenda. Mama amejua tai amechukua bata. Shindwa ngambia na wewe nenda kwa jina la Yesu. Bata akaenda. Ile tai ameenda amechukua bata. Una uwezo kwenye mwili na at the same time katika ulimwengu wa roho wewe sio mtu wa kawaida. Unaweza kufanya chochote na kikatokea. Kanisa sema amina. Haleluya. Nilikuwa na watoto wangu wanapenda mbwa. Na wanafuga mbwa ambazo hazijakaa sawa sawa. Wazuri. Kuna mmoja alikuwa anaitwa Malaika, Scooby. Mwingine alikuwa anaitwa nani? Wako kama mbwa 4. Alafu wote majike. Nimerudi kwenye huduma, wote wamezaa. Sasa haya mambo yamezaa yote, watoto wanakimbilia baba mbwa wamezaa, Malaika amezaa, Scooby amezaa. Kwenda kuiangalia
yamezaa, yana furaha kweli. Mimi moyoni nimeshajua hapa kisirani imeanza. Nitapeleka wapi hivi vimbwa vimejaa hapa? Vitaniharibia kila kitu. Nikarudi kwenye mabanda yao, nikamwambia malaika, sitaki kuona watoto wako hapa. Kiamka asubuhi nisikute hata huyu. Skubi nisikute hata huyu. Kwa kali nisikute hata huyu. Wote nikawasemesha. Kuna mbwa mmoja ambaye nimpenda sana. Nikamwambia, wewe hata watoto wako wahamishe hapa. Peleka porini kule. Asubuhi wameliwa, wamekula watoto wao wote. Walinisikia. Geukia jirani yako mwambie unasikilizwa wewe. Nyanyua mkono juu na mbele, sema watasikia kila mmoja. Piga kelele, sema hata mawe yatasikia. Ongeza sauti, sema nitajenga nyumba. Yaani vitu na masikio vinakusikia. Sema amen. Tamani kujua kwamba wewe ni mtu sio wa kawaida. Kwa sababu Israeli, nimemwambia hawa jamaa kwenye uelewa wao mdogo wanafanya dunia yote inashtuka. Mchina hana teknolojia yoyote. I'm telling you the truth. Hana kitu. Yaani Mchina ni kama mwizi aliyepigwa pingu akija kwa Mwisraeli. Hana. Hizi teknolojia zote amepewa yeye kama kibarua. Tunatengeneza sisi, tunagundua sisi, wewe produce. Basi. Mchina hana chochote, hana. Amejaribu kupeleka teknolojia alionayo hapo katika nchi ya Iran. Amegundua kwamba hana chochote. Irani imekuwa kama mtu ambaye hana ukuta, hana ulinzi. Na mimi natamani Mkristo mmoja aliyoko katika kanisa hapa, ananisikia au yule aliyoko kwenye mtandao pale, usijifikiri wewe ni mtu wa kawaida. Usilaze masikio ukifikiri kuna watu wanaweza wakakufanya wewe kuwa mali yao kwa uchawi wao. Mtoto wangu ndugu ametamkiwa. Nani atamkie mtoto wako? Nani huyo? Nani huyo anayeweza zungumza na mtoto wako asimalize shule, na mtoto wako afeli mitihani? Nataka nikutamkie maneno haya kwamba yule Yesu ambaye mimi nimemwamini na Wayahudi waliomwamini ndio yule Yesu unaye. Yule aliyeumba mbingu na nchi, na yeye yule aliyekaa pale Israeli ndio yule anasema niko ndani yenu hata mlioko mahali hapa. Mnaweza mkafanya mambo makubwa kupita yote myawazayo na myaombayo kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yenu. Ila unajiona mimi maskini, nimezaliwa kule kijijini, baba yangu alikuwa naye ni mlevi. Baba ni mlevi, alikuwa na starehe, mwache. Lakini wewe sio wa kawaida. Sema amen, amen. Piga kelele, sema mimi sio wa kawaida. Sasa turudi zetu kwenye kalenda, nilikuwa nawatia moyo. Haleluya. Wakristo, piga basi makofi mazuri kwa Yesu. Haleluya. Nilichokiongea hapa usifikiri nimeongea tu. Nimepanda kitu kikubwa. Nimepanda kitu hapa ambacho katika ulimwengu wa roho kimeshaanza kazi sahihi. Hizi dakika 15-20 unaongea hapa, kuna kitu kimeshaanza kuundika. Utatoka hapa, watoto wako ambao walikuwa wamekaa ovyo tu utawaona wanakaa sawa sawa. Utawaona miujiza wanaenda kuondokana katika ulimwengu. Hata mtoto wa huyu ndo anafanya hivi. Wataenda kwenye eneo lingine kabisa. Sema amen, amen. Ndugu zangu, tumezaliwa hapa, lakini usitudharau kwa sababu tumevaa nguo hapa. Aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliyoko duniani huko. Tumeenda sawa sawa eh? Hebu sema aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliyoko duniani huko. Tumalize somo letu la kalenda. Una amani mpaka hapo? Luka 21. Nilizungumza Luka 21 na Mathayo 24 wakati hekalu linakwenda kutamkiwa kubomoka na Yerusalemu kuvamiwa na Israeli kutawanywa duniani. Nikasema unabii huo umeshapita. Lazima Israeli itawanyike,
lazima waende kwa mataifa. Ulazima wao ni kwa sababu dunia yatakiwa iingie kwenye agano la Abrahamu aliloapiwa na Mungu, nitaubariki uzao wako na mataifa yote watabarikiwa katika wewe. Abrahamu aliambiwa hivyo. Tunaenda sawa sawa? Na hizo baraka lazima Yesu aje ili ziruhusu ziende, zipite, zivuke boda, zifike kwako. Amen. Ili na wewe na uzao wako. Iko hivyo. Ngoja nikwambie kitu kizuri sana ambacho nafikiri ukikielewa tu kitakusaidia. Bwana asifiwe. Ukishasikia Mungu anakuokoa wewe na nyumba yako, usichukulie ni kitu cha kawaida. Anazungumzia katika eneo kubwa sana. Kama Abrahamu anamzungumzia, alafu kizazi chake miaka sasa hivi karibia 1000. Jamaa wako wanakula kuku duniani humu. Kwa maneno ya mazungumzio ya mtu miaka 1000 iliyopita, yanatembea kwenye generation hile. Na haya maneno yakapitishwa ili aamie na kwako pia. Amen. Miaka 2000 iliyopita inakulazimu na wewe ujielewe. Niliwaambia Waisraeli wana kitu kimoja. Hawajui kufundisha Torati kwa watoto wao washike kila kitu. Wamewafundisha neno moja tu. Wewe ni mzao mteule, mkuhani wa kifalme, watu wa miliki yake. Tunaelewana? Ni andiko limetoka kwenye kumbukumbu ya Torati kule. Nimekuchagua wewe kati ya mataifa ili nilete neno langu katikati yenu, ili mataifa yote wajue kwamba mimi ndimi Mungu. Sasa haya maneno yalihamishwa yakaja kwetu huku. Yalipopata nafasi kuja huku, Mkristo anaacha kupokea hiyo elimu hiyo, anajiwazia, nina majaribu, nina vita. Babu yangu alikuwa mganga kule Sumbawanga, alikuwa mchawi kule sijui Jombe kule. Mwacha awe mchawi kama amna shida, lakini mimi ni kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Sio mimi tena ninayeishi, bali ni Kristo anaishi ndani yangu. Mtu yoyote asinitabishe, maana mwilini mwangu nimechukua chapa zake Kristo. Tangu sasa mtu atakayenigusa, atakayeharibu hekalu hili, ataharibiwa yeye. Kwa hiyo katika hilo eneo ukisimama sawa sawa, ule uwepo wa Kiyahudi unahamia kwako. Mtu akijaribu kuleta fyoko awe nchi ya watu, atafuatilia huko. Hivi mnajua Waisraeli ndio wana nani ya kijasusi iliyo kuliko zote duniani zote. Kwa mfano, ngoja nikwambie, ninyi wote hapa, sijui kama kanisa lina, mkiwa na CCTV kamera, mjue mmejiuza kwa Wayahudi. Hamna ujanja. Halo? Ukishashika simu mkononi, iwe kochi, iwe smartphone, umeshajimaliza huko kwao. Sasa kama wajamaa wamemudu kuingia mpaka bedroom, simu yako umeweka hapa, wanakupiga picha na wakati umezima simu. Ujue akili hiyo sio ya kawaida. Tunaenda sawa sawa? Na wewe ulioko hapa, uliyemwamini Yesu, umepenya. Unajua wakati kuhani mkuu alikuwa anaingia patakatifu hapa patakatifu, hili eneo hili kulikuwa na kinara cha taa 7 kinakaa hapa. Tunaelewana? Kuhani mkuu anakuja na watu 2 wasaidizi, wanamsindikiza, na akifika hapa wanachukua ile chupa ya mafuta ya hiki kinara cha taa 7, wanamimina juu ya kuhani. Kuhani anatembea kutoka kwenye ule ukuta ndani ya pazia hapa, pazia hapa, anafika pale mwisho, maana uruhusiwi kufungua pazia, na uruhusiwi kuingia kule patakatifu. Kule giza la jua aliruhusiwi kuingia, wala kuweka artificial light kule hakuna. Na aliruhusiwi ukiingiza mwanga utakufa kabla hujaingia huko. Kwa hiyo unapenya, unafika kwenye pazia la pili, unarudi kwenye pazia la 3, afu ndio unatokezea ndani, kwa kuwa umemiminiwa mafuta. Amen.
yale mafuta yanapasua anga la mwili. Kule kwenye giza unaona kila kitu kama kwenye mwanga. Mnanisikia kwa Mungu? Na kila unachoangalia kule kwenye giza unamwona Israeli mahali popote alipo. Unaona mahangaiko yake, unaona shida zake, unazipeleka kwenye kiti cha rehema. Sasa Yesu alipokuja akaona hii biashara ya kupenya kwenye curtains, wacha mwili wangu sasa utumike moja kwa moja, ni upoe pale msalabani, lile pazia liondoke kabisa, ili huyu baba na huyu mama asipite kwa kujificha humo ndani, atobozee moja kwa moja, wala mtu yoyote asimuzuie. Katika Yesu umepenya, hauna mtu wa kukusindikiza hapa, unaenda wewe mwenyewe. Alafu ndio hiyo, oh my God, unashindwa, unatafuta maji ya upako, unatafuta sijui sabuni ya upako, unatafuta udongo wa upako, utachelewa. Pasua anga mwenyewe, hakuna pazia hapa, ingia moja kwa moja. Bado utaki kupita moja kwa moja, unangoja lipazia la mtu fulani aliyechanganyikiwa na kuuzia udongo. Umelewa wapi? Nani ameharibu akili zenu wa Kristo? Amewaloga ninyi wa Galatia? Biblia inasema hatukukombolewa kwa vitu, kwa fedha, wala mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu isiyo na mawaa, isiyo na doa, damu ya mwana kondoo, yani ya Kristo. Kwa damu chaikiri tu peke yake, pia halipo tena. Unakikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri ili upate rehema. Ukiingia kule, sanduku la agano lilikuwa sanduku hilo, kiti kinaitwa kiti cha rehema. Ile sanduku likafurahi. Hivi kama ile sadaka hii. Ina mikono, ile mikono kule na mikono huku ni wale makerubi wale. Mabawa yao yanashikana. Ukiwanyanyua wale makerubi, kumbe umenyanyua kiti. Alafu sanduku linakuwa wazi. Alafu kile kiti ndio kiti Mungu anakalia. Alafu hicho kiti kinasema hivi, kuna msamaha, kuna kukubaliwa, kuna kutolewa mautini. Yaani jamaa, ukiingia kwenye hicho kiti, alafu wewe, kuna mtu ameloga, watoto wangu wamechanganyikiwa, hata sipate kazi. Nataka nikwambie, hatutapita kwenye mapazia hao watu wakatudanganya tena na maji yao, wakatudanganya. Nilipita hapa Sinza hapo, kulikuwa na mkutano mmoja, sio kanisa, wanaume wamebeba maji chupa 4-5. Nikauliza, jamani, maji Dawasco hawatoi maji? Wakasema hii maji Dar es Salaam mko hivyo. Nani anaoga? Mungu awasaidie. Mungu awasaidie. Kipofu akimwongoza kipofu wote shimoni. Mwambie mwenzako, pazia liko wazi. Sio wazi, limepasuka. Sema limepasuka. Alafu kwa taarifa yako, alishoneki. Wakileta jeuri, ndio maana hekalu nalo pamulia chini. Na hekalu likibomolewa, maana yake biashara zote za kwenda kungojea mwingine akakuombea, akakusaidia, akakusalia, akakutamkia, imeisha. Joini kwangu ninyi nyote, hapa hakuna cha mtu mwingine. Come alone. Njoo mwenyewe. Hakuna kuja nipitie kwa jamaa yangu. Wapi? Tutakwambia huwezi kumuona nabii bila pesa. Basha. Kama umeitwa ni bure na utatoa. Pigia Yesu makofi, haleluya. Wacha ngasome Luka. Roho ya Kiyahudi kiniingia na hasira. Nimetoa na kofia. Mnajua maana ya kofia? Hii inaitwa kipa. Myahudi akivaa namna hii, achana naye. Hayuko vizuri na mtu anayetaka kufanya furugu naye. Wanaamini hata akifunga macho umfanye chochote. Hii ndio kofia wanaivaa kwa ajili ya kusubiri siku kuu ya upatanisho ya Yom Kippur.
sikukuu ya 6, Yesu ashuke, wamalize, waiweke chini. Tunaenda sawa? Na ndio maana saa nyingine unakuta tunavaa, tunajua bado sikukuu hii tunaisubiri. Hatuvai kwa sababu nyingine, sijajua hizo dini zingine wanazivaa wametoa wapi, lakini hata hivyo haifanani na kwetu. Ya kwetu imeng'ang'ania huku kidogo, vingine vidogo. Kwa siku hizo, hebu mwambie mwenzako Yesu yu karibu kurudi. Naomba niseme hayo maneno mawili matatu. Nilisoma kuhusu dhiki ya mataifa, nilizungumza kidogo. Ilianza kwenye Luka sura ile 21 mstari wa 25. Dhiki ya mataifa inahusu peke yao bila Wayahudi. Ukisoma mstari wa 20 Luka 21 mstari wa 20 mpaka 24, dhiki ya Wayahudi peke yao. Na dhiki ya Wayahudi imepita. Sasa hivi hatuna Myahudi katika ardhi yao, atapita kwenye hilo jaribu tena. Kwa hiyo unakokwenda kwenye wakati wa Israeli wa kupita kwenye tanuru la moto, wawe tena wakimbizwe nje ya udongo wa ardhi hile, hizo nyakati hazipo. Trust me, hazipo. Nimewambia watumishi hapa, nishawahi kuwa na askari wa Kiisraeli ambao walinipokea vizuri na kunisalimia na kunitembeza na kunipa saluti, lakini wakionekana kwa mwonekano wa nje wanadamu na nyama, ila ni robot, ni mashine wanaoandaliwa kwa ajili ya vita vitakavyokuja. Sio hivi vya Gaza hapa na Hezbollah. Kuna vita ambavyo ni vita baada ya kanisa kunyakuliwa. Kwenye maandiko mengine mna vita vya Harmagedoni, au kwenye maandiko mengine mna vita vya Yom Kippur. Mnasema Yom Kippur, au vita vya Gogu na Magogu, ambavyo kwa Wayahudi na vita vya Yom Kippur, vya hii vita vitakavyopigana na dunia. Sasa Waisraeli sahihi wanajiandaa kwenye kipindi hichi sana kwa bidii kubwa. Kipindi chao cha wao kuonewa hakipo tena sahihi. Nisikilize vizuri. Kipindi chao cha kunyanyaswa kama watu wasiokuwa na Mungu hawana. Nyakati zao waliporudi kwenye ardhi yao, Mungu aliwaahidi kwamba nitakwenda kuwatoa tena kwenye makaburi yao, ya Ezekieli 37. Nao watakuwa taifa nalo jeshi kubwa. Amen. Na kwa kuwa wameshaingia tayari, lile agano la kuwarudisha limeshafanyika, na baadhi bado wanaendelea kurudi. Waliosalia bado wako nje ya nchi, lakini wana makazi kule wengi. Tunasikilizana Wao wenyewe wanafanya kampeni wakiwashawishi Wayahudi duniani, rudini, muda umefika. Rudini, Masia anakuja. Rudini, vita vya mwisho vinakuja. Na wanakuwa kama wana monitor, ni kama wanajua. Sio kama watu wanaenda machinjioni na wajui wanaenda kuchinjwa. Wanajua kabisa mshale unagonga, tunakaribia wapi. Wakiwa na maandalizi kabisa ya kumpokea Masihi. Ndio, kwa akili zao hawajajua ni Masia Yesu, lakini kwa wachache waliojua na kwa kusoma maandiko haya, tunaenda sawa, wakagundua na kutambua aliyekuwa amekataliwa, akawawa, akasulubiwa, akafa, ni Masihi Yeshua HaMashiach. Wengi sahihi wanatokewa kwenye maono na ndoto na Yesu kwa nguvu kubwa. Ndio maana tunapowaombea ndipo upenyo mpasia linaendelea kufunguka kwa la ufahamu wao. Tunaenda sawa? Hawa jamaa hawataingia kwenye dhiki tena. Sasa hivi vita vya Gaza, sio vya wapi, ni mazoezi ya vita vya mwisho. Hivi sio vita hivi. Unanisikia wapendwa? Mwisraeli hajaingia vitani bado. Bado wale waliokuwa makruta wanatakiwa wakaingie mahali kwenye mazoezi.
hajaingia vitani. Tuna vita ambavyo vya kibibilia, vita vitakavyohusika na dunia nzima. Mfalme wa kaskazini Urusi atakaposhikamana na mfalme wa mashariki, atakaposhikamana na mfalme wa kusini, maana yake nchi za kutoka Afrika zinazotawaliwa kaskazini mwa Afrika hapo, lakini hizo pia zikaungana na Ramaphosa wa South Africa kutengeneza jeshi moja litakalokwenda kuingia Israeli, ili kwenda kusema tumwangamize kabisa asiwe nchi. Sasa kwenye kipindi hicho watakapokuwa tayari wameungana, na dalili za kuwa sasa wako karibu ni ule mto Frati. Mto Frati ni mto mkubwa ambao umeandikwa kwenye maandiko. Umeandikwa utakapoona ule mto umekauka na malaika wa sita, hebu fungua pamoja na kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ule mto ukikauka maji yake ni kwa kusudi la kupitisha majeshi wanaotoka mashariki kwenda kaskazini kuungana kwenda kupigana na Israeli. Hicho kipindi kanisa limenyakuliwa. Hicho kipindi kuna dhiki huko duniani ya mataifa, jua na mwezi na nyota na msukusuko wa bahari, watu wakishangana kwa uvumi wa bahari, wakivunjika moyo kwa mambo yatakayopata ulimwengu. Maana jua halitafurahia kuona mwanadamu aliyoko duniani na hamjui amemkataa Kristo. Jua litasema mimi nakaa na hao watu kwa faida gani? Nitakaa nao niwape chakula ya nini? Jua litakwenda kuangamiza mimea ya dunia. Watu watapata njaa. Hali ya hewa itabadilika, watu watapata magonjwa yasiyoponyeka ya ajabu kabisa. Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo utaona hayo, sura kwanza ile ya 6. Na hiyo sura 6 utaona na mambo yatakayokuwepo yanayoanza ya mpinga Kristo. Lakini kuanzia sura ile ya 9, Bwana sifiwe. Sema amen, amen. Sura ya 9 nasema hivi, mstari wa 13. Naomba niandikie kwenye screen. Muda kameenda. Malaika wa 6 akapiga baragumu. Nikasikia sauti mmoja iliyotoka katika zile pembe za madhabahu ya dhahabu iliyo mbele za Mungu, ikimwambia yule malaika wa 6 aliyekuwa na baragumu, wafungue hao malaika 4 waliofungwa kwenye mto mkubwa Frati. Wale malaika 4 wakafunguliwa, walikuwa wamewekwa tayari kwa ile sana siku na mwezi na mwaka, ili kwamba waue theluthi ya wanadamu. Na hesabu ya majeshi wapanda farasi ilikuwa 20,000 mara 10,000. Nilisikia hesabu yao. Hivyo ndivyo nilivyowaona hao farasi katika maono yangu. Nao waliokaa juu yao wana diri kifuani kama ya moto na za samawi na za kiberiti, na vichwa vya farasi hao ni kama vichwa vya simba, na katika vinywa vyao utoka moto wa moshi na kiberiti. Theluthi ya wanadamu wakawawa kwa mapigo 3 ya hayo, kwa moto huo na moshi huo na kiberiti yaliyotoka katika vinywa vyao. Hivi ni vita vikubwa, lakini wametoka majini, mashetani yametoka katika mto Frati. Ukisikia neno malaika, ni viumbe wanao mwili. Tunaelewa na watu wa Mungu? Ukisikia kitu tu malaika, ujue hao ni viumbe wana miili yao, wana maumbo. Ukisikia pepo, pepo hana umbo. Pepo anapagaa mtu ili apate mahali pa kukaa. Malaika hawapagai mtu, wana miili yao, lakini wanaweza wakageuza maumbo yao, yakachukua picha ya watu wakatembea barabarani, wakachukua picha ya wanyama wakatembea barabarani. Wana adopti maumbo yoyote, wanaweza. Hata malaika wazuri nao wako hivyo hivyo, wanaweza badilisha maumbo, wakachukua mwili wa mwanadamu wakatembea mjini, ambao Biblia inasema msiache kupokea malaika, msiache kupokea wageni, maana wengine kwa kufanya hivyo mmepokea malaika pasipo kujua. Wanaweza wakavaa suti wakatembea wakafanya biashara na wewe, kumbe sio mwanadamu, ni malaika Mungu amemleta kwako. Tunaenda sawa sawa? Sema amen, amen. Na wanaweza wale wabaya pia nao wakavaa. Mungu alivyoumba nature yao, wanaweza wakatengeneza umbo la mwili wakaishi nalo.
lakini wako waliokuwa tofauti zaidi kwa ubora fulani, ambao waliposhuka duniani waliweza kuzaa na binadamu. Mkisoma kitabu cha Mwanzo, na hao walioweza kuzaa na binadamu walifikia mahali wakaribu ile jinsi ya mwanadamu, ile yenye asili ya Mungu ikaharibika kwa kuzaa zile asili za hao na wanadamu. Wale waliozaliwa wakaitwa majitu. Tunaenda sawa eh? Na hao majitu kwa lugha nyingine wakaitwa wana wa Anaki. Wana wa Anaki. Tunaenda sawa watu wa Mungu eh? Hao peke yao Anaki wana uwezo ambao katikati yenu mmeweza kukutana nao. Wengine hamjui. Na wengine wameingia paka kitandani wakaota ndoto wamekutana nao. Wamefanya nao kitandani zina. Anaki. Wanachukua mbegu wanaenda kutengeneza uzao. Hao katika Anaki wako ambao saizi wanatawala dunia. Wako wanasayansi wakubwa kwenye hao wana wa Anaki. Wapo. Wako kwenye siasa wengi tu wamekaa humo. Lakini huwezi kuwagundua, maana wakishavaa huu mwili, ukikemea pepo toka shindwa, yeye sio pepo, yeye ni mwili. Wala haizi yanguka kwa kukemea. Tunaelewa watu wa Mungu? Wale wanaharibiwa na meza ya Bwana tu. Fanyeni hivi kila wakati mkutanikapo. Lile tendo la wewe ukishiriki meza ya Bwana, waliojipanga kinyume na wewe wanaangushwa. Wanaharibiwa kabisa. Yani lile umbo lake linakosa mahali pa kujishika. Ile nature ile umbo inaharibika, wanageuka wanakuwa demons, wanakuwa mapepo. Sasa hawana tena mwili, na kwa kuwa walikuwa wameshaweka nyumba yako kuwa mali yao, wanakosa ule mwili. Wakikosa mwili sasa wanatafuta mahali pa kukaa. Wanapagaa watu. Tunaelewana watu wa Mungu? Lakini wakiwa mwili hawapagai. Wanatawala. Wakishakuwa kwenye rank ya angelic ambao wameasi, wao kazi yao ni kutawala. Sasa wewe ukiwa sio muelewa katika eneo hilo, watakutawala wewe. Na wakikutawala wewe utashika pesa kwa shida. Utasoma lakini upati kazi, upati hela. Lakini ukiwageukia tu useme kikombe hiki ni agano jipya katika damu yako. Ninapokea kipawa cha damu yako kuanzia leo. Kila kiumbe chochote kilichokuja katika maisha yangu na kikaingia katika familia ya baba yangu au ya mama yangu au ya ndugu zangu, na wakataka kuchukua haki zetu, kiumbe hiki kisiwepo leo. Nakwambia hivi, wanayeyukaga kama nta katika moto. Usifanye mchezo na damu ya Yesu. Ndio maana kule kwenye kitabu cha Ufunuo nasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Kuna kitu kinakuja kwenye damu ile, kikiwapiga wa jamaa. Andiko linasema nao wakamshinda. Sema amen, amen. Wakishashindwa pale, wewe na uzao wako, nisikilize vizuri, wewe na uzao wako, mara ile damu inahama, inaenda mpaka kwa mjukuu, inang'ang'ania mtoto wako, inang'ang'ania watoto wako. Ikiwashika wao hawapotei. Wataishi huko zambini, lakini lazima watakutana na toba tu. Lazima. Kwa sababu ya baba na mama walioikubali damu ya Yesu. Wakaipokea ile, wakasema tunapokea vipawa vilivyomo ndani ya hii damu. Tunapokea na mamlaka na nguvu zilizomo ndani ya hii damu. Na kwa damu hii, kila maadui waliokuja katika mwili wa rohoni, wakaingia katika familia yetu, waangamie. Wewe unachukuaga tu kile kikombe, unapiga hivi, unasema Bwana Yesu nakushukuru umenisamehe dhambi zangu. Haya ndivyo. Ina zaidi. Ndio maana mnatafuta hela mpati. Mnapigwa tu zongo la macho. Unafanikiwa hapa, wewe ufanikiwi. Unapita tu hapa. Na hawa jamaa wameongezeka, wamekuwa wengi kuliko ninyi wanadamu. Wanazaliana kuliko kawaida. Wako kumjini, wamevaa suti kama mimi, wengine wamevaa magauni kama wewe. Ukikosea tu ukioa mmoja wapo, umemaliza, unaangamiza ukoo wako, unaangamiza familia. Ndio maana magonjwa mengine yanakaa katika familia, yanaitwa magonjwa ya familia. Wahubiri wengine wanasema ni roho za familia. Ni laana ya ukoo. Mnaanza kuvunja laana kwa jina la Yesu. Navunja laana. Haivunjiki laana kwa maombi mpendwa.
Wewe shika kile kikombe hivi tu. Utajua kwamba magonjwa ya presha hayako kwenye nyumba yako. Magonjwa ya sukari hayatakaa kwenye nyumba yako. Magonjwa ya kutokufanikiwa na laana za kutokufanikiwa hazitakaa. Watoto wako hawatarithi hayo. Amesema Petro, hamkukombolewa kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, bali mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Manake urithi ule. Umepokea kitu gani kutoka katika familia? Sasa wewe umekamata kikombe vile. Pap, anasema bali kwa damu ya thamani. Ukishachukua ile damu hivi, mambo yaliyotokana katika koo na jamaa walikuwa na magonjwa fulani kule, yaliwaua, walikuwa hawawezi kufanikiwa. Wewe hautakuwa katika ile eneo. Pale ukishakamata kile kikombe, unahamishwa papo hapo, unaingizwa kwenye eneo ambalo linasema hivi, nao ukawafanya kuwa makuhani na wafalme kwa Mungu wetu, na wanamiliki juu ya nchi. Utajikuta unapita juu ya barabara, kila kinachotakiwa barabarani kizuri kitakutafuta wewe mwenyewe. Kazi nzuri itakutafuta. Piga kelele, sema amen. Wewe umesoma na elimu unayo, lakini kazi ulionayo sio hiyo. Hapana. No. Na nakwambia hivi, hakuna mtu anasema mimi ni mzee sitaki hela. Ukishangia kwenye hilo agano, ukiwa mzee ndo matunda yanaendelea kustawi ya kuzeeka, ya hela. Sasa unakuja kuzeeka una hela, tuanze kupiga simu, mwanangu nitumia hela kwenda hospitali. Achana na hiyo. Mjoke jirani yako, mwambie usisumbue watoto. Watu wanazaa watoto, wanasema hujui ni yupi, hujui ni yupi atakaye kusaidia. Elimu gani hiyo? Piga kelele, sema nimezaa mashujaa. Ongeza kelele, sema nimezaa mashujaa. Ongeza kelele, sema nimezaa watawala. Hawatatawaliwa. Piga kelele, sema damu ya Yesu iko juu yangu, iko juu ya uzao wangu. Ukiingia kwenye hilo agano, nakwambia hivi, sikiliza tena, nimeshazungumza hapa, nataka nikueleweshe. Hata form 4 akiingia sasa hivi anafaulu. Akiingia form 5, form 6 anafaulu. Tena atapiga kwa namba za juu mpaka mzazi utashindwa kuelewa. Utaandikiwa barua na shule, watakwambia baba, mama, tunakushukuru, mwanao amefaulu kwa kiwango cha juu, tena tunaomba asilipe karo. Mimi niletewa barua watoto wangu asilipe karo. Wewe unaandikiwa malizia karo, mtoto anarudi nyumbani. Mwambie mwenzako haitatokea hiyo. Niendelee nisiendelee? Muna amani na mimi? Kuna wengine wamenikasirikia. Usikasirike tafadhali. Basi kasirika, lakini usitende nini? Wala usiliache jua likalala ukiwa na hasira kifuani. Nipende tu. Ukipenda ujamaa utalala usingizi mzuri. Ukimpenda Myahudi, wewe si mwenye mchezo. Ukisoma maandiko kutoka kwenye Mathayo 24 anasema hivi, enendeni, atakayewapokea ninyi amenipokea mimi, na atakayewapa ninyi ngaa kikombe cha maji ya baridi atapata thawabu yake, lakini atakayewakataa ninyi amenikataa mimi. Sasa hapa mimi nimepokelewa na hivi vichwa vyote hapa, viko hapa, vinaniangalia, nasema huyu jamaa angekuja hata kwenye mlango wangu. Usijali, hapa nimeshaingia kwenye mlango wako, hapa nimeshaingia mpaka kwa watoto wako walioko mbali, hata watoto wako walioko Ulaya, hata watoto wako walioko mahali popote duniani. Hii miguu ya Myahudi huyu aliyemwamini Masia amevalishwa vazi lingine la Kristo. Hilo vazi lililolivaa linaweza likakaa kwenye madhabahu, likakutana na mtoto wako kule China, nikakutana na yeye kule Uingereza. Mchungaji mmoja mstaafu pale Mbeya
Nikamtembelea nyumbani kwake, akaniambia nakushukuru mtumishi, ni mzee. Akaniambia nimezaa watoto kwa kweli, na mmoja ambaye ananiumiza sana, ameolewa hajapata watoto na miaka 7. Nikamwambia baba yangu, nani anaweza zuia mwanao asizae? Nani? Kwa nini? Nani anaweza akafunga tumbo la mwanao? Na wewe ni baba mtumishi. Sema mpe mwanao namba yangu ya simu. Akanipigia simu, kaambia mwanangu, kachukue mkate na divai, rudi nyumbani, nyanyua kikombe hivi, au kama uwezi kuomba nipigie simu. Anasema baba, mimi sio kwamba sizai, sijawahi ona siku zangu tangu kuzaliwa. Ngambia acha hiyo, hakunaga hiyo kitu. Si ni mwanamke wewe? Hey, yes, lazima. Ile ameshika kikombe hivi, akanywa hapo hapo, mwaka umerudi, ameleta mtoto mbele, na mimi nikatumiwa na sadaka. Nikaambiwa baba, kula sadaka. Nikasema nataka na nimwone ni mtoto na mimi nifurahie. Nina rafiki yangu mmoja MTAG, binti yake hajaolewa muda mrefu. Mtoto kwa nini asiolewe? Nani anakuambia asiolewe? Wewe nani anasema asiolewe? Hii lugha, kwa nini asiolewe? Na ni msichana ameumbwa na Mungu. Unajua bwana, unajua hatujui, tumeomba sana, tumefunga, pia tumetoa na sadaka. Hii haihusu sadaka, haihusu maombi. Hii ni haki ya mtu. Tunasikilizana nyewe Wakristo? Hii ni haki ya huyu dada aolewe, sio sadaka yake itolewe ndio apewe. Hamna hiyo. Tulete hiyo biashara mpaka utoe sadaka ndio upewe. Mungu alikuja akasema amefanyika masikini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili ni kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umasikini wake. Sasa ukija kuniambia kwamba lazima nitoe, na yeye aliyetoa mwili wake akapigwa kwa ajili yako, wewe unaweza fidia hiyo gharama? Ngoja niwaambie kitu kimoja mjaye kukijua. Mnajua Paulo kwa nini aliwekwa gerezani mpaka akaweza kutoka? Mtume Paulo, nani anajua hiyo siri? Apostle Paul aliwekwa gerezani mara ya kwanza wakiwa na Silas, wakaimba wakachomoka. Hakuna kitu kilifanya kitu. Alipofika siku moja akaenda Yerusalemu, akakaa na wale mitume walikuwa pale Yerusalemu. Biblia inasema akaenda kuwa mkuu wa wazee, naye akawaeleza ushuhuda wa kazi yake kule kwa mataifa ilivyokuwa, na namna ambavyo mataifa wamemgeukia Mungu na miujiza mingi imefanyika. Wazee wale wakamwambia hiyo ni jambo jema, lakini tuna ripoti imekuja hapa ambayo sio nzuri, na wale watu wamekuona kule kwa mataifa, wamesema unawafundisha watu achane na Musa na Torati. Nayo ni nini hii? Wakisikia umefika hapa, tunakupa ushauri. Wanamwambia sasa, tunakupa ushauri. Tuna watu 4 hapa wamefungwa na nadhiri, nao wameshindwa kufungua katika hiyo nadhiri. Walipia hawa na ujilipie na wewe, kisha mkatoe sadaka ya kutakaswa kwenu, mutengwe siku 7 na kunyolewa nywele kama alivyoamuru Musa. Paulo kwa kutaka kuwa sijui aliwaridhisha, sijui alikuwa naye amechanganyikiwa, akatoka akalipa kwa kuwasaidia wale. Alikuja na visadaka vyake kwa Makedonia, akawalipia hawa jamaa, alafu na akajilipia na yeye, akatoa sadaka ya utakaso iliyoamriwa na Musa. Kisha akapiga wembe kwenye kichwa, akajitenga asiingie patakatifu. Sadaka yake hairuhusiwi sasa tena mpaka malize tena siku 7, ule utakaso umalizike. Kabla 7 days hazijaisha, Wayahudi wakamwona na kipara anacho, wakapiga kelele. Yule mtu tuliwaambia huyu hapa, kamata, piga mtume Paulo, buruta nje ya mji, wanataka kumwangamiza. Jemedari wa mji, mkuu wa polisi wa mji, akapata taarifa, akakimbia na farasi haraka, akamtoa katikati ya kundi la watu walitaka kumua, akamtupa gerezani. Hakutoka.
Maisha yake yakaishia gerezani, akakaa Rumi, akakaa gerezani miaka miwili, ikaonekana hakuna mashahidi, wakamwambia tunakupa kifungo cha nyumbani, uruhusiwi kutoka Rumi. Ziara za utume zikaisha, akabaki anasema mimi mfungwa. Wakristo wote wanaojaribu kutaka kumpendeza Mungu kwa mafundisho ya Musa umeisha. Kwa kutoa sadaka ya ukombozi umeisha. Unataka kumkomboa mwanao kwa hela yako, unaweza. Utoe sadaka nzuri kwa ajili ya ukombozi wa mwanao, unaweza kumkomboa na hela. Hii miungu nafikiri wanaogopa hela, wanaogopa dhahabu, hawaogopi hiyo pesa yako. Wala Mungu hajai kuona pesa ina msaada kwa watoto wako, lakini akaileta damu iliyokuwa takatifu sana, akaileta hiyo ili ilete ukombozi mkamilifu. Ukipokea hiyo, watoto wako walevi watabadilika. Ukipokea hiyo, nguvu za giza zinazowashikilia katika ukahaba na umalaya, basi tu siku imeisha. Lakini najua nimepanda mbegu kwa watu hapa. Piga kelele, sema nimepokea mbegu hii. Sema si kwa mbegu iharibikayo. Sema nimezaliwa si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lidumulo hata milele. Hebu sema na DNA ya Mungu ndani yangu. Sema nimezaliwa na mbegu, wachawi hawawezi kuloga, hakuna uganga hapa. Sema amen. Nataka nione siku zako za usoni unang'aa, unapendeza, umestawi, umeongezeka, umeinuka sana, umepanda juu zaidi. Piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema amen. Shangilia Yesu, haleluya. Piga kelele, sema hakuna kucheleweshwa hapa. Sema kwa sauti, nimekombolewa na wakati wangu. Sema na wakati kombolewa. Kuna watu wanafikiri majira ya Mungu bado hayatimia. Nani amekwambia? Wewe unafikiri Mungu ana majira? Kwa hiyo Mungu anajua Jumatatu ijaja bado? Au unafikiri saa na majira ulionayo wewe ndio inamuongoza Mungu akubariki? Wakati wa Mungu ukifika atakuinua tu. Nani amekwambia kuna wakati wa Mungu duniani? Mungu aliumba kwa ajili yake. Yeye Mungu hana jana wala leo. Kwake hakuna giza wala usiku wala asubuhi. Kwake hakuna Januari tu Disemba. Tunaenda sawa sawa. Piga kelele, sema Mungu hana wakati wake. Alipoumba wakati kwako akauleta hapa. Kila mtu aingie kwa huo wakati. Sema naingia kwa huo wakati. Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuhubiri maskini habari njema, kuwafungua waliofungwa na walioko, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Yesu anakuja ili aingie kwenye kalenda yako. Amevaa mwili, apite kwenye Januari, aitafute kalenda ya tarehe moja, aipite ile kalenda ya tarehe moja, aondoe kila kinachokuzuia usifanikiwe. Aende tarehe 2, aende 3, amalize Januari, aende 4, aende mwezi wa 5, aende mpaka Desemba, amalize hizo kalenda unazokaa nazo ukutani kwamba mwaka huu si mzuri. Mwambie mwenzako mwaka ni mzuri sana, ni mwaka uliokubalika. Alafu akakomboa muda wako. Akaja Mtume Paulo akaandika hivi: wakati uliokubalika ya wokovu. Hebu piga kelele, sema sasa. Ikishaingia sasa, maana yake tayari moyo wako umeshapokea kile ambacho ulikuwa unafikiria mwaka jana una, sasa unacho. Sasa unaishi nacho. Sasa hakuna wa kukunyang'anya. Sasa kiko kwa watoto wako. Sasa kiko kwa ndoa yako. Sema amen. Na ndio maana Paulo anaandika Isaya, ni nani aliyesadiki habari tulizozileta? Na mkono wa Bwana umefunuliwa na alikuwa mbele zake kama mshe mororo, na kama mizizi katika nchi kavu. Kama mizizi katika nchi kavu. Tumuonapo hana umbo wala uzuri. Hana uzuri hata tumtamani. Unajua naongea nini? Ndani aliyesadiki habari za Kristo. Tunaelewana? Kama umesikia habari za Yesu kasadiki, maana yake sema amen. Unasadiki? Sasa anaendelea kama alivyokuwa mche mororo,
mbinguni, hajavaa mwili bado. Na kama mizizi katika nchi kavu, kashatoka katika umbo la mbinguni. Neno akafanyika mwili tumboni mwa mwanamke miezi 9. Mnanisikia nyinyi wanawake? Wanawake mlioko hapa, wamama wote, wasichana wote, sema amen. Akaingia kwenye tumbo la kila mwanamke, sio Mariam peke yake. Tunaenda sawa? Wakati yule mwanamke, mke wa Adamu, anapokea lile laana, ni kila mwanamke alipokea laana. Tunaenda sawa? Na wakati Mariam anaambiwa umebarikiwa kuliko wanawake wote na uzao wa tumbo lako umebarikiwa, ilikuwa sio Mariam anaambiwa, ni wewe unaambiwa. Tunaelewana eh? Ni kwa sababu Mungu amevaa mwili akakaa tumboni mwa mwanamke miezi 9 ili aondoe matakataka yanayokaa kwenye tumbo la mwanamke, apata kuwepo na asiyezaa. Akiingia ndani, hakuna mtu atakayekaa ndani ya tumbo lake akuzuia usizae. Magonjwa ya hamna, magonjwa ya urithi wanayo hamna. Kakaa kule, ametoa yote, akachika, akayaweka mwilini mwake, akatoka. Alipotoka hana umbo wala uzuri, tumwonapo hana uzuri hata tumtamani. Ameshatoka, yuko duniani, kakaa kwenye hori la ng'ombe. Alafu unahangaika, watoto wangu hawajafanikiwa. Nani amekwambia wasifanikiwe? Na wakati kwenye hilo tumbo lako Yesu aliingia. Naye sikilizwa na mtu yeyote hapa aseme nzuri amina. Wamama wote weka mkono kwenye tumbo, sema uzao wangu umebarikiwa. Wamama sema uzao wangu umebarikiwa. Weka mkono kwenye hilo tumbo lako, sema uzao wangu umebarikiwa. Na hakuna wa kuwalaani. Maana nyie kila siku ndo mnakuja na maombi yenu hapa ya machozi, mnamlilia Mungu. Mungu unamlilia mpaka Mungu anamuuliza ulienda kufanya nini? Ukwenda kwenye tumbo la huyu mama. Niliingia, lakini akili yake haitaki kukubali, inamwona mwingine. Nyie wa Kristo, msimfikirie Yesu vile mnamfikiria kidini dini. Anapoitwa Yeshua HaMashiach Ben Hashem, maana yake analazimu aingie kwenye area zote, aingie kwenye nyakati na majira, aingie kwa kila mtu ambaye atakapoingia duniani hivi, huyo mtu miungu haitamkaribia. Laana yoyote ya udongo hii, si mnaiombea gari zenyewe? Unachukua udongo tu. Kili gani? Wewe, sisi wanaume, asante mtumishi, kaa hapa na mimi. Sisi wanaume, kaa. Sisi wanaume tuliambiwa tutakula kwa nini? Kwa jasho. Nayo nchi imelaaniwa kwa ajili yenu. Mtakula kwa jasho ambao kwa huo mlitokea. Akaja mwanaume sasa, Yeshua hapa. Mwanaume kaingia. Alafu ameenda Getsemani, akapiga magoti, akalia kule kwamba mateso ya umasikini, mateso ya kutafuta, jasho likatoka kwenye nchi. Udongo uliokuwa umeshika laana upigike Dar es Salaam, ule udongo ukapigwa na lile jasho lililo takatifu sana, na lile jasho likawa kama matone ya damu. Yale maisha ya mahangaiko, masumbufu, stress, miba na mishongoma ikaota, ikawekwa juu ya mwanadamu. Yesu akaichukua hiyo miba, akafanishwa mwanaume. Ili wewe usiwaze, usifikirie. Milango ya malango ya maisha yameshafunguka bila mahangaiko ya hapa. Kuna kitu nimemwachia huyu mzee. Kuna kitu nimempa. Mnaniruhusu ninyamaze sasa? Piga magoti hapa. Nyie wachungaji wenzangu, pigeni magoti hapa. Mnatafuta kazi ya Mungu iende mbele. Mchungaji yote mwenye wito, mnasema kazi ya Mungu ni ngumu. Hakuna ngumu yote. Hakuna mahali mtapitia pagumu. Hakuna forever. Hamda. Pigeni. Hii neema ya Kristo iliyokuja katika hii nyumba inaenda kusababisha hawa watu nyumba zao hazitaibika,
watoto wao wataingia kwenye huduma baba zao wanazofanya. Watoto hawatakimbia kazi ya watumishi wanayofanya. Maana sasa hivi watoto wachungaji wamesema hii kazi ya uchungaji ni ngumu, maana hata kwenda shule tumeenda kwa tabu. Ninaachilia mafuta haya. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya watumishi wako hawa. Naachilia neema hii iende katika malango ya huduma, kila mahali wakanyagapo. Mbingu iende pamoja na wao, malaika zako waende pamoja na wao, wakafanye kazi hii, wakiyaona matunda ya hii kazi, wao na vizazi vyao. Pasiwepo na atakaye kata tamaa. Milango ya mbingu iliyofungwa kwa ajili ya hii kazi ninaifungua leo kwa jina la Yesu. Kila mahali watakapokanyaga, nchi itetemeke, ardhi na milima yeyuke kwa jina la Yesu Kristo. Na achilia vipawa na nguvu na uweza ndani ya watu hawa. Popote watakapofungua vinywa, pakatokea ishara na miujiza itakayoambatana nao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Nyumba zao nimezipandisha kwenye viwango vikubwa. Watoto wao majengo yaliyoshindwa kujengwa, ardhi waliokosa kwa ajili ya kujenga, nyumba zao zilizokosa chakula, pakatokee miujiza katika watu hawa tangu sasa. Kanisa, tumpigie Yesu makofi. Mungu abariki, turudi kukaa. Muda wangu umeisha. Kanisa, simama pale ulipo. Nisiendelee zaidi. Ni saa 12 dakika 26. Na madhumuni yangu 12 na nusu huo nimeshatoka hapa. Tulikuwa na kusudi la kutoa sadaka kwa ajili ya kuibariki Israeli. Israeli ni mzaliwa wa kwanza kwa mataifa yote. Sema amen, amen. Ipende tu Israeli, iombe, utaiona matunda yake. Niliwaambia watu asubuhi hapa, hata na Yesu anahusika na hiyo. Kama Yesu alihusika na baraka za Israeli, yoyote anayeibariki Israeli, yoyote anayeipenda Israeli, kama Yesu alihusika alipofuatwa na wazee wa Kiyahudi. Maana Wayahudi wana mila. Wazee wakipelekwa mahali kwenda kuongea jambo likiwa kwa mkubwa wa nchi, mkubwa wa nchi atawasikiliza. Na Yesu ndiye mfalme wa falme. Walipotumwa kwa Yesu, wazee walilipeleka hitaji kubwa na gumu sana. Mtumwa wangu amelala kitandani, anaumwa karibu ya kufa, aje amponye asife. Na maandiko yanasema wakamsihi sana. Baada ya kumsihi, wakampa reason. Mtu huyu anastahili umfanyie jambo hili. Analipenda taifa letu, naye ametujengea sinagogi. Maandiko haya haipingiki. Anastahili. Iwe hivi kwako na nyumba yako, ustahili kwenye hilo eneo. Na nakwambia hivi, ukiingia kwenye hilo eneo, nilisema jana, hizo kona 12, hizo kona 12, light ungezijua zina agano gani? Hizo 12 tunaita ni milango 12. Kaskazini 3, kusini 3, mashariki 3 na magharibi 3. Na kila mlango kuna malaika 3. Mlango mmoja tu ukifunguka kwako, lazima utaonekana na watu wote. Lazima utajulikana. Lakini Mungu hana desturi ya kufungua mlango mmoja. Ana desturi ya kufungua milango yote 12. Kona zote za dunia, milango 12. Ukiamka asubuhi kwa kuangalia mashariki ukaenda kutafuta kazi, hautaenda kwa kusota. Milango yako imefunguka. Tunaenda sawa sawa.
iwe katika nyakati na majira, iwe kwa jambo lolote la kazi, iwe kwa ajili ya familia, iwe kwa ajili ya afya, lolote katika milango ya Israeli waliowekewa. Nenda mkasome Zaburi Mwanzo wa 49. Mwanzo wa 49, Yakobo anapotoa matamko, kuna mambo aliyozungumza. Yale maneno aliyozungumza yanaishi mpaka leo. Tunaenda sawa tu Mungu? Sema amen. Kwa hiyo nakuombea wewe upate uelewa na ufahamu kwa kuliombea taifa. Na vile vile kama kuna vikundi vya watu wa Mungu mnaowafahamu, hata ikilopiti wanakuaga na watu wanaenda Israeli, hebu jaribu na wewe nenda. Sema amen, amen. Tafuta hata nafasi uende. Ukija kwenye nyumba ya Abrahamu tutakupeleka. Kanisa letu la nyumba ya Abrahamu chimbuko lake liko Yerusalemu. Mimi ni mmoja katika mitume wa nyumba ya Abrahamu, Beit Abrahamu, na ni aposto katika hiyo huduma. Na tumekuwa na hii huduma sasa hivi tunakaribia kufika Afrika yote. Ninakuombea wewe na nyumba yako. Milango 12 ya wana wa Yakobo na malaika waambatane katika eneo lako, pasikosekane malaika. Maana malaika akitoka yule mwenye panga, adui wanaingia. Na kwa Israeli hakuna adui anaweza ingia. Sema amen, amen. Kuna aina zote za uwezo wa kukunasa, na mimi ndivyo ninavyotamani. Kila adui anachokiwaza, nawaambiaga watu nisikilize vizuri. Ukiniwazia mimi Absalom kwa ubaya, uende kwa mganga akupe uganga wake, akupe maneno unitamkie mimi mabaya. Nisikilize vizuri. Neema nilipofikia, uamki kitandani siku hiyo. Sio kwamba utafika kwa mganga umewaza. Unanisikia? Sio kwamba umeamka asubuhi ukanywa chai ukachukua pesa yako ukasema naondoka naenda zangu Morogoro, kumbe unaenda kumfuata mganga. Uamki. Mimi sitakufikisha mahali ufike asubuhi kwenye ulimwengu wa roho. Maana kule nilipofika kwenye ulimwengu wa roho niko mbali sana. Yaani kwenye mawazo yako unayawaza mabaya. Lakini kwa kunisema mabaya, kwa kunitukana, nitakupenda na nitakupa na nauli uendelee kutukana. Lakini ukija na mimi kwenye ulimwengu wa roho, umeingia kwenye eneo sio la kwako kucheza na mimi. Na wewe mtu akikusema sema ovyo, usikasirike. Kwani utajulikana wapi usiposemwa? Lakini mtu akienda kwa mganga akuchukulie dawa akushuriki, nikupe hiyo neema, asiamke kitandani. Asiamke. Amke, anaenda wapi? Hii hewa ni ya kwao. Hii oksijeni ni ya kwao. Mungu ataruhusuje hii hewa nzuri hii atembee nayo mpaka Morogoro, aende nayo mpaka mahali ya kutafutia uchawi? Nani atampa hiyo ruhusa? Msimchukua Mungu huyu maskini hivyo. Ukristo huko hapo. Siku ile Yesu anapaa hakushikwa na mabawa hivi. Mwanaume alikuwa anaondoka mwenyewe hivi, na macho anamuona, na malaika wakasema atarudi hivyo hivyo. Huyo jamaa alienda hivi, anarudi. Alafu kuna mtu anaweza akakuchezea hapa duniani. Usimchukie mtu akikusema vibaya. Ndugu yako akikusemea vibaya, sema, mkamnunulie na chai mahali. Mwambie mwenzangu kitabu kimeisha cha maneno, nikuongezee. Lakini ukijaribu kwa kuchinja mbuzi au kuku utasikia tu nyimbo zinaimbwa. Utasikia tu alikuja kwa nini? Kwa udongo. Na mimi naachilia hiyo neema juu ya watu hawa. Yoyote atakayeinuka kinyume na wewe katika ulimwengu wa roho, Bwana hata mruhusu akaiona asubuhi. Katika jina la Masia Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu, piga kelele, sema amen. Na kama kuna mtu yoyote alishakwendea kwa waganga, kama kuna mtu yoyote alikoendea kwa waganga,
nimempa siku 6 za kufanyia kazi toba yake. Siku ya 7 hataiona, ni siku ya kupumzika, hatapata hiyo nafasi ya kutengeneza tena, katika jina la Yesu Kristo. Na nimelituma ili neno linaenda kwake, litaingia kwenye ndoto na maono na njozi zake. Ataamshwa, ataambiwa tengeneza na huyo haraka, lazima umalize siku 6. Shika sadaka yako ya Israeli. Ya sadaka, sio kuna sadaka ya Israeli na special yoyote, mimi sijui ni ngapi, lakini nataka nishike niombe. Shika hapo ulipo, weka kwenye kifua chako, sema Mwokozi Yesu, umenichagua kuwa uzao wako mwenyewe, na miungu haitaniweza. Umenizaa wewe mwenyewe, na hatua zangu umezibariki. Hata leo hii hakuna atakayenikaribia kwa lugha yoyote ya kishetani. Umenitia mafuta kichwani mwangu, na kikombe changu kinafurika. Tangu sasa mtu yoyote hata nitaabisha. Nimezichukua chapa zako mwilini mwangu, chapa za mamlaka, chapa za nguvu, chapa za hekima, chapa za maarifa na ufahamu, chapa za kumiliki na kutawala, katika jina la Yesu. Mimi na uzao wangu ni uzao uliobarikiwa, na hapata tokea mtu yoyote akasimama mbele yangu ataangamia. Pumzi yake itakuwa fupi, na hata iona jua tena, maana mimi ni mzao. Atakayenigusa mimi amemgusa yeye. Huu mwili ni hekalu lake. Magonjwa hayaruhusiwi, wala mateso ya mwili hayaruhusiwi. Nimefungua njia zangu kuanzia leo, ni njia za mafanikio, ni njia za mafanikio, njia za mafanikio, njia za maisha mazuri. Mimi na vizazi vyangu vyote, katika kila ninachokishika kitaongezeka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nimeziandika hatua zangu katika damu ya Yesu. Kila mahali nitakapokuwa, nimebarikiwa, ninamiliki, ninatawala, tangu sasa na hata milele. Kuanzia leo na kwa vizazi vyote, jina langu litakumbukwa duniani, ya kwamba Mungu aliishi na mimi, na hakuna mtu aliyenikaribia. Kwa mwovu yoyote, Mungu amewaondoa mbele yangu. Asante Yesu, kwa kuwa nguvu ni zako na mamlaka na utukufu ndani yangu, katika jina lako Yesu, amen. Endelea kuweka hiyo sadaka kifuani. Nimetangaza mahitaji ya moyo wa mtu huyu na siri ya moyo wake katika kila anachokipenda, kiambatane na mkono wake unapotoka hapa kufanya shughuli, akiwa ameibariki nyumba ya Israeli, nyumba ya Yakobo, wana wa Abrahamu. Tangu sasa na taifa la Israeli nimeinua kwenye malango ya watu hawa, malango 12 ya maisha yao yakaanza kuonekana tangu sasa. Na nitangazia taifa la Tanzania baraka, natangazia nchi hii baraka, kila Mtanzania akaione furaha, maadamu wa Tanzania waliopo wanalijua taifa la Mungu, na nchi hii imebarikiwa kwa ajili yao, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen.